Ili uweze kupata matokeo mazuri katika sabuni yako, ni muhimu sana kuzingatia swala zima la vipimo. Hakuna makadirio katika ujasiriamali. Yaani unapokuwa unatengeneza bidhaa yoyote ile ya kijasiriamali na ukatamani kupata matokeo mazuri, hakuna makadirio ya kipimo chochote. Isipokuwa chochote unachokitumia kati ya zile ingredients ambazo unaziadi kwenye ule mkorogo wako, kila kimoja lazima kiwe na kipimo chake. Na kualika sana kwenye ujasiriamali, na katika video ya siku ya leo tutaenda kuangalia vitu muhimu ambavyo vinahitajika ili kupata matokeo mazuri ya sabuni yako ya maji au liquid soap multipurpose. Mimi naitwa Mwalimu Almasi, lakini pia nimeweza kuandalia kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Ni kitabu ambacho ndani yake nimekuandikia masomo mbalimbali, zaidi ya masomo 23 katika mpangilio mzuri, malighafi, vipimo pamoja na hatua za kuzalisha. Vile vile kuna madarasa WhatsApp ambayo yanaelekeza hatua kwa hatua. Kwa hiyo ukitaka kupata huduma hii, unaweza kunitext kupitia WhatsApp namba 0783 50 09 71. Kiufupi, hakuna makadirio katika uzalishaji. Unapokuwa unatengeneza bidhaa yako, usifikiri kwamba kuna kitu fulani unaweza kuweka kidogo, kingine ukaweka kingi, kulingana na unavyoona kwa mtazamo wako wewe. Kitu ambacho unaweza kuweka kwa makadirio ni rangi tu peke yake katika bidhaa yoyote ile. Kwa sababu rangi ukiongeza inakolea zaidi, haina madhara isipokuwa ni muonekano tu. Ukipunguza rangi, na rangi inaonekana katika kipimo kile kidogo ambacho umeweka. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho unaweza tu ukakadiria. Lakini tofauti na hivyo, vitu vyote vitakuhitaji uwe na vipimo. Tukianza na slesi, lazima uwe na kipimo kulingana na lita ambazo unakusudia kuzalisha. Tukienda kwa upande wa chumvi, chumvi ya mawe nashauri tumia chumvi ya mawe. Japo watu wengi wanakuwa wavivu kukoroga, lakini ukitumia chumvi ya mawe unapata matokeo ambayo ni mazuri zaidi. Lakini pia chumvi ya mawe lazima iwe katika kipimo ambacho kinatakiwa. Sulfonic acid iwe kwa kipimo husika ambacho kinatakiwa. Kwa wale ambao wako katika madarasa yetu basi, au wale wenye kitabu cha Miliki Kiwanda Chako, nafikiri haya yote ambayo nayazungumza wanayafahamu na wanayafuata, pia wanapata matokeo mazuri ya bidhaa zao. Pamoja tumetoka kwenye sulfonic, tunaenda kwenye soda ash. Vile vijiko ambavyo vinakusudiwa lazima viwekwe kwa ajili ya kupata matokeo mazuri, kwa sababu unapopunja kipimo au unapozidisha kipimo, usifikiri kwamba kwa sababu chumvi labda inaleta uzito, ukiweka chumvi nyingi ndio unapata uzito zaidi. Hapana. Bidhaa au malighafi inapozidi kwenye kile kipimo husika ambacho kinatakiwa, inapozidi kwenye ule ukawaida, inaleta matokeo ambayo ni mabaya zaidi. Kwa hiyo sulfonic lazima ikipimo. Perfume pia, usifikiri ukijaza perfume ndio itanukia sana. Ni kweli inaweza kanukia, lakini kumbuka kwamba pia perfume vile vile kizidi inakata sabuni yako. Kwa kila kitu nasisitiza sana, lazima kuwe na kipimo husika. Pamoja na vitu vingine kama rangi tu peke yake ndio unaweza kukadiria, lakini alkato, preservative ya kutunza sabuni isiharibike, lazima uweke kwa kipimo husika ambacho kinatakiwa. Glycerin, CHPB, Couple Booster kama unatumia glycerin, kama utaadi citric acid pia. Vitu vyote hivi lazima vifanyike kwa vipimo. Lakini kwa wewe ambao unapenda kujifunza zaidi, unaweza ukanitext kupitia WhatsApp namba hizo ambazo zinaonekana, nikakupa ushiriki.